Ilipotokea mtawala ni wa Kiislamu, jambo la kwanza lilo wazi ambalo wote tunakubaliana, wao waliingiza na watoto wao. Watoto wao walipata ulaji mkubwa, ukiwemo ubunge, uwaziri na hata wengine kuonekana wamerithi nafasi za wazazi wao za cheo cha juu kabisa cha urais. Lakini utawala wa Wakristo wanaoitwa Wakristo kuanzia Nyerere hakuwapa nafasi yoyote watoto wake ya juu. Sifuatia vizuri, lakini sidhani kama kuna watoto wa Nyerere walipewa hata ukuu wa mkoa, ukuu wa wilaya au vitengo fulani vya juu kabisa katika nchi. Unakuja Mkapa, kadhalika mengine sitaki niingie sana ndani, lakini unakuja Magufuli, unaona alikuwa na watoto lakini hawakupewa nafasi zozote za juu katika nchi. Swali, dini ya Kikristo ni ya wajinga au ni ya haki? Na dini ya Kiislamu ni ya wenye akili au ni ya adili au ni ya haki? Je, kwa hali ilivyo ya utekaji, utesaji, mauaji na hali halisi kwa ujumla ilivyo Tanzania na hasa upande wa Tanganyika, swali au maswali kadhaa hapa nitakwenda kujiuliza, utayajibu na wewe sawa na mtazamo wako ulivyo. Swali namba moja ni, dini ya Uislamu ni dini ya haki au ni dini ya dini? Ni dini ya akili au ni dini ya dini? Utanielewa vizuri. Lakini mbili, dini ya Ukristo ni dini ya ujinga au ni dini ya akili au nayo ni dini ya dini? Swali hilo wakati najiuliza, nije kwenye kitu kingine ambacho ni ukweli ambao naamini huwa hauulizwi, haujadiliwi sana, lakini wengi najua mnao moyoni. Hebu tuweke mfano huu tuone haya niliyouliza mwanzo kwamba Uislamu ni dini ya dini au ni dini ya haki, na mbele tutakuja kuuliza maswali mengine ambayo bila shaka unaweza ukayajibu kwa mtazamo ulionao. Ukweli mwingine mgumu kidogo ni kwamba kwa nini watawala wote wa Kiislamu, watawala wakuu, yani rais, ilipotokea mtawala ni wa Kiislamu, jambo la kwanza lilo wazi ambalo wote tunakubaliana, wao waliingiza na watoto wao. Watoto wao walipata ulaji mkubwa, ukiwemo ubunge, uwaziri na hata wengine kuonekana wamerithi nafasi za wazazi wao za cheo cha juu kabisa cha urais. Lakini utawala wa Wakristo wanaoitwa Wakristo kuanzia Nyerere hakuwapa nafasi yoyote watoto wake ya juu. Sifuatia vizuri, lakini sidhani kama kuna watoto wa Nyerere walipewa hata ukuu wa mkoa, ukuu wa wilaya au vitengo fulani vya juu kabisa katika nchi. Unakuja Mkapa, nadhani mengine sitaki niingie sana ndani, lakini unakuja Magufuli, unaona alikuwa na watoto lakini hawakupewa nafasi zozote za juu katika nchi. Swali, dini ya Kikristo ni ya wajinga au ni ya haki? Na dini ya Kiislamu ni ya wenye akili au ni ya adili au ni ya haki? Najua nina hoji vitu ambavyo ni vigumu sana kuona mtu ana vihoji na akijua atasikika kwamba ana vihoji. Jambo la tatu, swali la tatu,
Sehemu kubwa ya comment zenye majina au matamshi ambayo tumeyazoea kama ni ya Kiislamu, na asilimia kubwa ya Waislamu wengi, najua hapa nimesema wengi, wapo Waislamu wachache sana ambao mauaji makuu yaliyofanyika Tanganyika kabla ya Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29, comment zenye majina yanayoonekana ni ya Kiislamu au zenye matamshi ambayo yamezoeleka, hivyo ndivyo wanavyozungumza Waislamu, zinaona kitu hicho ni cha kawaida. Yani inaweza ikawa ni tatizo, lakini la kawaida sana, yani la kawaida sana, maisha yaendelee. Na comment za wanaoitwa Wakristo zinaonekana nazo ni kama zinakubaliana kwamba Bwana alitoa, Bwana ametoa, maisha yataendelea. Swali bado liko pale pale, hali ikiwa ina ukweli kamili wa haya yote. Nauliza hapa, linageuka kidogo. Dini ya Kiislamu ni dini ya makatili, watu wenye roho mbaya? Ni dini ya dini? Ni dini au ni dini ya haki au ni dini ya akili? Na dini ya Kikristo ni dini ya wajinga au ni dini ya haki au ni dini ya wenye akili? Tutazame, niweke klipu hii ambayo nishawahi kuiweka, nikapitia comment, niona comment nyingi nazungumza huyo alikuwa ni shehe wa Kenya, aliuawa. Lakini kimsingi hii klipu ukiangalia, ziko comment nyingi zilitoka wazi tu kabisa kwamba ni kweli haijasema waangamizi wa Kristo, bali watu ambao unaona zinakubali kuna watu wanatakiwa kuuawa, si kwa sababu wamefanya kosa la kisheria. Kwa mfano kibinadamu na kisheria nyingi tunafahamu mtu anayetakiwa kuuawa aidha ni yule ambaye ameua mtu mwingine au yule ambaye anazini na mwanaume, anamzini na mtu wa jinsia yake. Huyo ni moja ya watu ambao Torati ambayo Qurani pia inaikubali, ndio adhabu ambazo moja kwa moja zilitaka watu wauawe na zingine chache. Lakini ikiwa klipu hii ina ukweli wa chini kwa chini, tuna jambo linaloweza likawa linaendelea ambalo mwisho wake ni tahadharishe tu. Mwisho hautakuwa ni huo unaodhaniwa, kwamba pengine kwa njia ya kuua waitwao wa Kristo, ambao kimsingi Wakristo wenyewe si rahisi kuua awamo, pengine hasa wema wote ukiangalia ni watu wa dini tu, si ndio? Kina Makatei, kina Makandoji hao. Hasa inawezekana kama hili jambo lina ukweli kutokea upande wa Waislamu, basi watakaokuwa wahanga wa jambo hili watakuwa ni watu wema,
ambao hata wanaweza akatokea upande hata Waislamu wakaweko na wenyewe wakafanyiwa kwa namna kama hiyo, kama kina Ali Kiba, lakini hasa jamii itakayoitwa Wakristo akionekana na chembe chembe ya wema. Lakini onyo na tahadhari yangu, ikiwa jambo hili na ukweli mkubwa kama ambavyo nalifikiria, natoa tahadhari tu kwamba nitoa ushauri katika moja ya clip iliyotangulia kwamba kuua watu unaojua wanaweza wakachukua sehemu ya ulaji wako humalizi tatizo. Humalizi tatizo, na unaweza ukawafanya wakafikiria namna ya kujitoa katika hatari ya wewe kuwaua, na ukaja kushangaa kabisa imekuwa mbaya sana kwako. Mimi iko njia ambayo nimesuggest na nitaendelea kusuggest. Ni njia bora sana, ni njia bora sana kufanya kila mtu aishi kwa mafanikio makubwa kuliko mafanikio yenye ubinafsi au ya kidini. Hebu tuweke clip kidogo, halafu ni kufafanulia jambo kidogo hapa. Karibu. Ni wajibu, ni fardhi. Usipowaua, usipowapiga, wewe una dhambi. Ni dhambi kukosa kuwaua Wakristo. Ni Qur'ani. Na kama tutapelekwa kotini, ahlan wa sahlan. Mimi niko kotini mara 4. Kipelekwa tena mara ya 5. Ni. Ndio Qur'ani inavyosema. Na sisi maulama wetu, kwa sababu ya kutaka pesa kwa haramu, kisha kila siku mimi huwaambia. Sawa, sasa huyu shehe taarifa zote alikuwa wa Kenya, alishauawa, ishakuaje? Sawa, lakini kuna ukweli kiasi gani? Kuna maswali nimejiuliza pale nyuma, na kuna swali moja ambalo sijalichambua kwa undani. Ni ukweli unaojulikana wengi, lakini wengi wasingetamani kuuliza hadharani. Lakini mimi ninachojua, mambo haya yanaweza akaja kupatikana jibu na suluhisho la kweli ikiwa watakuwepo watu wa aina yangu watakaokuwa wakijadili vitu vya aina hii. Kuna kitu ambacho kwenye nchi yetu kimeonekana kimefanania sana na mambo hayo, kwamba wakati walipotawala wanaoonekana Wakristo kama Nyerere, Mkapa, Magufuli, deni la taifa halikuwa na spidi kubwa kama ilivyotokea walipokuwa wakiwepo watawala wa Kiislamu. 2, kushamiri kwa rushwa na ufisadi vimeonekana zaidi, vimelalamikiwa zaidi. Unajaribu kuona hivi ni chuki ya kidini wanalalamikiwa tu, kweli sio huo. Vitendo vya rushwa na ufisadi ama upigaji bili vimelalamikiwa zaidi, vimeonekana zaidi ama kwa wazi zaidi wakati wa utawala wa Kiislamu. Sijui kama naonekana nina udini, kuna chambua kidini. Ukweli wa moyo wako utaongea. Ukiona vitu vya aina hiyo na wanaoonekana mashehe wa Kiislamu au Waislamu, vitu vya aina hii wana vigugumizi, yani kwa sababu kama ni kuhubiri kwenye misikiti, kama ni dini ya haki, ilikuwa kila wanapohubiri
walitakiwa wawe wanahubiri hayo, wao wanatangaza hayo, kulaani, kukemea, kupinga watu wao ambao ni Waislamu wanajihusisha na mambo hayo. Lakini kuna maswali mengine unakuta ni pande zote mbili za dini zinaonekana zinakataa watu kuvaa uchi, lakini wanapokufa wanamuziki na wacheza mipira, tuachilie wakikamatwa polisi wanaitwa Wakristo au Waislamu, unakuta wanazikwa na hizi dini kwamba ni watu wao. Hizi dini ni za haki au ni za adili? Hizi ni za kupigia mpunga, ni za kupigia ulaji, au ni dini za haki? Kwa nini hatuoni zikichukuliwa hatua stahiki kwa watu wanaoonekana wanazihalifu kwanza dini zenyewe? Lakini jambo ambalo linaonekana ndo tusi kubwa hasa inatumika na Waislamu kuwatamka watu wa aina ya mimi kwa makafiri au wanaoitwa Wakristo makafiri. Ifahamike, makafiri limo kwenye Torati, makafiri limo kwenye Agano Jipya, kwenye Biblia. Lina maana nyingi, ukigoogle lina maana nyingi, ikiwemo watu kutokuamini dini fulani wataitwa makafiri. Mara nyingi inatumika kama neno la kutaka kuudhi mtu, kafiri wewe. Lakini maana nyingine hasa Biblia, kafiri linamaanisha mtu asiyetaka kutii utaratibu fulani unaopaswa katika jamii. Kwa mfano katika Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 anasema, akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu mwenye haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji. Sheria ziwe za kidini, ziwe za kitaifa, za kidunia, zipo kwa ajili ya wauaji na makafiri. Sijajua linafikaje kuwa ni jambo tu ambalo wanaojiona Waislamu sana, lakini kwa sehemu kubwa ni hao kwenye maboksi. Yani akiwa akimtukana mtu kama mimi, kafiri wewe, anajua ametukana sana. Najua jina la utusi inaweza likawa kidogo kama linafanana na mtu mwenyewe, lakini kama mtu anakuambia mwanamke wewe, na wewe unajiona ni mwanaume, haui na namna yoyote, hujafanya jambo lolote linaloonekana la kike, mtu kaamua kujifurahisha tu. Mara nyingi huwa aliyoitusi hivyo. Mstari wa 4 Yuda 1 anasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Makafiri liko kila mahali. Sidhani kama ni tusi kama inavyofikiriwa, na nadhani maana hii inayosema mimi ni sahihi sana. Maana hii inayosema mimi nadhani ni sahihi sana, kwamba makafiri ni watu wasiotii utaratibu fulani ambao mtu yeyote angependa atendewe hivi. Nirudi kwenye hoja yangu ya msingi kwamba ikiwa Uislamu ni dini ya dili, ni dini ya ulaji, na Ukristo ni dini ya wajinga au dini ya dili au dini ya akili, lakini nirudi kwamba ikiwa ni dini ya dili na ikipata nafasi, naona ndio wakati wa kupiga dili, ikiwemo hata ya kuua watu. Nitoe wito wa neno la Mungu kwamba hakuna jipya chini ya jua. Ubaya huwa haumalizi wabaya unaowadhani ni wabaya,
Njia ya kuwafanya watu wakufikirie vizuri ni kuwatendea mema mpaka waamue kuwa sehemu ya kila kitu unachokifanya ikiwemo dini yako. Njia ya kuwavuta watu kuja kwenye dini, sidhani kama ni matusi. Njia ya kuwavuta watu kuja kwenye dini ni juacho mimi, ni kuwa mwema, ni kuwafanya wawe bora kama ulivyo wewe, mpaka waone tunatakiwa tuwe sehemu ya dini ya mtu huyu. Nitoa wito kwamba Tanzania, Tanganyika, duniani patakuwa mahali salama zaidi ikiwa tutaamini njia pekee ya mambo kuwa tunavyotaka wote ni aliye na nafasi yoyote ajitahidi sana kuwafanya watu wengine wawe kama yeye. Wewe ni rais, unataka watoto wako wawe wabunge, wawe mawaziri, wafanye watu wote wawe wabunge na watoto wa mwenzio wafanye kuwa kama wako. Kwa nini watoto wa wanaoitwa Wakristo waliotawala hawakupewa vitengo vya juu, hasa wakati wazazi wao wapo kwenye mamlaka? Kwa jumla, inawezekana hawa walifuata masuala ya Biblia. Biblia inahamasisha sana swala la kutokuwa mbinafsi na la kumtreat mtoto wako kama watoto wengine. Kama watoto wengine hawana upendeleo wote, hasa wewe kama una nafasi ya juu, basi uhakikishe watoto wako ni namba moja, hawana upendeleo huo, sababu ndipo watakuja kujua ubinadamu unavyopaswa kuwa. Ikiwa hiyo ni ujinga, basi ni waase watu wa akili, ambao mna akili, ambao watoto wenu wanafuata nyayo zenu, wanakuwa na ulaji mkubwa kuliko watoto wengine. Na mkisema nyie tu ndo mnasema, kwani watoto wetu wenyewe sio Watanzania, hawastahili kupata kazi serikali? Wanastahili, lakini we tayari una ulaji mkubwa. Kwa nini ulaji huo usingekuwa umeugawanya kwa wengine ambao hawana chochote kabisa? Msemaji mmoja asema, inaonekana tu ni njia ya kujizungushia, unakuwa unataka watu ambao kidogo utakuwa unajijua huko salama. Kiukweli sio hivyo. Hautakuwa salama. Njia ya kujihakikishia usalama ni kuwafanya watu wengine wawe na nguvu kama ulionayo. Watakumbuka fadhila, watakumbuka fadhili, watakulipa fadhila. Nchi yetu natamani ingekuwa mlango wa watu wa mataifa mengine yote kujifunza iwapasavyo kuishi. Inawezekana tunajiita maskini, lakini kuna familia maskini zenye malezi bora, ambayo familia za matajiri huenda kuiga huko namna ambayo imewapasa kuishi. Inawezekana tunajipambanua nchi zetu maskini, lakini kiukweli ni watawala wanaopenya kwa kuua watu na kuwa kwenye nafasi hizo ndio ambao husimamia kuhakikisha nchi zetu zitakuwa masikini. Lakini hata zikiwa masikini, tunao uwezo wa kuwa masikini tunaoigwa na hata matajiri kudharau, kupuuza utajiri wao na kutaka kujifunza kwetu, kama nilivyosoma maandiko mara kadhaa ya kwamba mataifa yote yatakuja kushika pindo la vazi letu na kusema tunataka tujifunze kwenu iwapasavyo kuishi. Ukweli wowote ulio kwenye maneno haya niliyoyajadili hapa
Ufanyieni kazi, ninawahakikishia hamtakaa salama na hamtakaa kwenye nafasi za utawala kwa njia hii inayoonekana ni adili, ni ya upigaji, ni ya ulaji, mkitumia mwamvuli wa dini. Ikiwa kuna ukweli wowote wa hizi dini zinatumika zaidi kwenye dini ama dini ya Uislamu, kwa sababu ndio ambayo nimeainisha namna nyingi ambazo zinaonekana kama dili nyingi zinakuwa dili. Napotokea hivi, kama mna ndo ujanja ndio kwenda ahera, kwenda peponi, na hapa ushauri wa kibinadamu: ukiwatesa watu ambao hawastahili kuteswa, umeelewa vibaya tu pengine dini yako hiyo hapo. Dini hizi hazikuwa kwa ajili ya uadui. Hizi dini zilikuwa kwa ajili ya kuleta utaratibu bora wapasao watu kuishi, ambao watu wasingeumizana, lakini wangepata faida kubwa. Lakini hizi dini zikionekana ni njia ya kula, kutawala, ili utese na kuumiza, na hakikishia dini yoyote yenye lengo hilo inaanguka. Itaanguka kwa sababu ya maumivu ya wanaoteswa. Musinichukulie mimi kuwa adui, najaribu kuwajulisha, kwa sababu maneno haya yatatumika wakati fulani. Dini hiyo itaanguka kwa sababu hakuna wakati. Ndio maana jana nimeona, nimeshauri kwenye clip iliyopita, nimeshauri hata wa Marekani kwamba ukitaka uwe kilanja wewe tu, wengine wote wawe wanainama na kusujudu kwako, hautaweza kuifanya duniani pawe sehemu salama kuishi. Namna salama ni wewe kuvigawa ulivyo navyo, kupoteza ulivyo navyo, ili kuhakikisha unasimamia jamii yote inakuwa ulivyo wewe. Watu hao wanaweza kuwa tayari kuingia kwenye dini yako. Anyway, najua nazungumza vitu ambavyo inaonekana nilishachelewa sana. Lakini majuto ni mjukuu. Niamini mimi, mbele uendako utakuja kuyaona maneno haya yalikuwa ya maana. Asante na hongera kwa kunisikiliza.